الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين Sayyiduna Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ama badu, ndugu zetu mnaotuangalia katika YouTube yetu hii Bilal Online TV, msiache kulike, kucomment, kusubscribe, pia kushare kwa watu wengine. Leo tunazungumza juu ya mabwana wawili. Kwanza tunazungumza juu ya mfalme wa nchi ya Saudi Arabia, UAE. Huyu mfalme ndio tunayemzungumza, na vile vile tutamzungumza na mwanachuoni mmoja wa hapa Tanzania, mwanachuoni wa Tanzania, kwa sababu maneno yao na kauli zao hawa watu zimefanana au zinakwenda pamoja. Kwa hivyo tumeona kutokana na walioyasema yamekuwa hayakubaliki katika kitabu cha Mwenyezi Mungu, hayakubaliki katika Uislamu. Kwa hivyo tunasema kwa niaba ya kuwafahamisha kwamba ikiwezekana watengeneze waliosema ni mabaya kabisa, si maelekezo mazuri. Na tutaeleza mbele kwa nini tunasema hawakusema vizuri, wamekosea katika matamshi yao. Allah anasema kul a'udhu birabbin nasi, anamwambia mtume kwamba najilinda kwa Mola wa watu. Rabbin nasi, Mola wa watu, mlezi wa watu. Kul a'udhu birabbin nasi, najilinda kwa mlezi wa watu. Allah amejiita mlezi, Rabbu, mlezi. Sasa nini kazi yake mlezi? Kazi ya mlezi ni kumsomesha, kumfahamisha yule anayemlea utaratibu mzuri ni upi na utaratibu mbaya ni upi. Leo mambo ya jamii yameharibika sana. Yameharibika kwa sababu wale walezi wamenyang'anywa ile haki yao ya ulezi, na mtu yoyote akiwa hakupata haki yake ya ulezi, basi lazima ataharibikiwa. Na Allah mwenyewe amejiita mlezi. Sasa wa kwanza alianza kumlea, Rabbu, mlezi wa watu, alianza kumlea, kamlea mtume kwanza sallallahu alaihi wasallam. Kamlea vipi mtume? Kamlea katika misingi ya uhusiano, relationship, uhusiano. Maanake uhusiano ndio unaoharibu. Watoto wa leo wameharibika, mpaka watu wazima wameharibika. Wameharibikiwa na nini? Wameharibikiwa baada ya kupata au kuingia ndani ya uhusiano wa watu wabaya. Hata hawa tunawazungumza, huyu mfalme sio kwamba hajui, lakini kafanya uhusiano na watu wabaya. Kwa hivyo matokeo yake wale wema akawaona wabaya, na wale wabaya ndio akaona hawa ndio sawasawa. Uhusiano, relationship. Aya tunazungumza aya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anafundisha relationship, uhusiano. Nani utahusiana naye? Nani atakuwa mbaya kwako? Nani atakuwa mwema kwako? Na kama mtu, hata mtoto ndani ya nyumba amekosa malezi ya uhusiano, akajua kwamba mtu aina kadhaa, kwangu mimi huyu nisikae naye wala nisitangamane naye, na mtu aina kadhaa, huyu nikitangamana naye, nikienda naye nitapata faida. Basi ikiwa hayakupatikana hayo kwa mtoto, ndiyo jamii leo imeharibika, imekosa relationship, mahusiano, somo la mahusiano. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anafundishwa hapa na Mwenyezi Mungu kwa maneno yake, na haya maneno manake yanafundisha. Moja katika faida kubwa ya maneno haya ni kufundisha relationship, uhusiano. Allah anamwambia Mtume, walan tardha ankal yahudu wala nasara hata tatabia millatahum. Tambua Muhammad, hawa Wayahudi hawa na hawa Manasara hawa hawatoridhia na wewe, hawatakuwa pamoja na wewe, hawatokubaliana na wewe, hawatokuridhia hata tatabia millatahum, mpaka ufuate kanuni na desturi zao. Ukifuata kanuni na desturi zao, basi hapa Mtume anafundishwa relationship, somo la uhusiano. Usihusiane nao. Na tena nakwambia mimi Mola wako, Rabbu wako, mlezi wako, nakwambia hawa hawatokubaliani na wewe mpaka ufuate akhlaki zao, tabia zao, taratibu zao, mwenendo wao. Ukikubali kufuata hivyo, basi tayari hawa ndio wataridhika na wewe. Na wewe ikiwa utakwenda katika mfumo huo, basi wewe sio wangu tena, mimi sio Rabbu wako, sio mlezi wako. Kwa hivyo hapa anafundishwa Mtume Muhammad namna gani ya kufanya uhusiano. Walan tardha ankal yahud, hawatoridhia kwa wewe Wayahudi, hawatokubaliana na wewe, hamtokwenda pamoja katika mambo yenu ya kihusiano na mambo mengine yoyote mpaka wewe ufuate tabia zao.
Kwa hivyo huyu mfalme ameacha uhusiano, hakufuata ili somo la uhusiano, kavunja ile shabaha ya uhusiano, kavunja ile amri ya uhusiano. Kaambiwa Mtume hawatoridhika na wewe, kwa maana na Waislamu wanatakiwa waamini hivyo. Yeye akisema hapana, mtaridhika. Saudi Arabia ilikuwa ni nchi ambayo haiuzi pombe, lakini huyu mfalme yeye kataka aelewane nao. Kwa hivyo kwamba aelewane nao, lazima sasa naye aeke pombe, kaeka pombe. Saudi Arabia ilikuwa hakuna madanguro, lakini mfalme yeye kafanya nini? Kavunja uhusiano alioambiwa na Mwenyezi Mungu, walan tardha anka, hawatoridhia na wewe hapa. Yeye kawafanya ndio marafiki, na ukiwafanya marafiki hao lazima na wewe ukubali wale maadui wa rafiki zako hao, lazima ukubali kwamba na hawa nao basi ndio marafiki zangu, na wale maadui wa rafiki zako ambao umewachagua lazima ukubali kwamba na hawa maadui. Ndio mfalme leo wa Saudi Arabia anasema kwamba Waajemi yeye anasema ndio maadui zake, kwa sababu ni maadui wa marafiki zake. Lan tardha walan tardha, hawawezi kuridhiana. Sasa Mtume hapa kaelewa somo na kuthibitisha kwamba kaelewa somo, na yeye akawaambia ummati wake sasa katika somo hilo la uhusiano, relationship, uhusiano. Kwa sababu mambo ya kiuongozi, mambo ya kijamii, mambo ya kiutawala, jambo la kwanza kabisa linaloangaliwa katika mambo haya, lazima uangalie uhusiano. Ukikosekana uhusiano mzuri, basi utaingia mbaya, utaharibu kila kitu. Usiposhirikiana na watu wanaofaa kuhusiana na wewe, basi utahusiana na wabaya, na wewe utakuwa mbaya. Ndio leo mfalme anasema maneno haya kwamba yeye anawaona hawa Waajemi kwamba ni maadui. Mtume sallallahu alaihi wasallam alilifahamu somo hili kwamba hapa mimi nafahamishwa somo la uhusiano, na yeye akawaambia sasa, akawaambia nani? Akawaambia hawa umma wake, akawaambia nini? Naye akawafundisha vile vile uhusiano. Akasema Mtume kuambia umma wake, annasu ala dini khalilihi, annasu ala dini khalilihi falyanzuru ahadukum man yukhaliluhu. Mtu hushika tabia za rafiki yake, basi kila mmoja wenu aangalie ni yupi wa kumfanya rafiki. Na yeye sasa anatufundisha sisi sasa somo lile la uhusiano alilopewa katika aya, kalichukua kalihadisi mpaka ndani ya hadithi. Sasa anatuambia na sisi wafuasi wake, annasu ala dini khalilihi falyanzuru ahadukum man yukhaliluhu, falyanzuru ahadukum man yukhaliluhu, kila mmoja wenu aangalie yule anayemfanya rafiki. Saudi Arabia imewafanya marafiki Mayahudi. Saudi Arabia imewafanya marafiki wa Marekani. Sasa wa Marekani kwa mfumo wao liwati sio dhambi. Ndio maana utaona katoka Obama, katoka Umarekani, katumwa na huyu Trump, kawaambia wa Afrika kwamba na wao vile vile wawape uhuru wa kutosha watu wanaolawitiwa na wanaolawiti, wawape uhuru wa kutosha wanawake wanaosagana, wapewe uhuru wa kutosha, kwamba hii ndio mila ya wale. Kwa hivyo aliposhirikiana mfalme wa Saudi Arabia, aliposhirikiana na hao, na yeye akaingia ndani ya shimo hilo. Hawa ndio wanawaona marafiki. Annasu ala dini khalilihi, mtu hushika tabia za rafiki yake. Falyanzuru ahadukum man yuhaliluhu, kila mmoja wenu aangalie ni yupi atakayemfanya rafiki. Imekuja katika bahati mbaya sana, mfalme wakati kabla yake yeye, wafalme hao wa Saudi nyuma walikuwa hakuuzwi pombe Saudia, hakuna kamari Saudia, hakuna majumba ya ulevi Saudia, hakuna yale majumba ya liwati, hakuna majumba lakini leo imefika hatua yote haya, kwa sababu falyanzuru ahadukum man yuhaliluhu, huyu kahalilika na watu ambao sio. Sasa yale yaliyokuwa ambayo yote mabaya, kwa kuwa aliyoshirikiana nao wanayataka yale na wanaoyapenda, na yeye kapotoka. Sasa hawa ndio wanaosema wazuri, na hawa wanaokataa haya, hawa wanaokataa sasa, wanaokataa yeye anasema hawa sio, ni maadui zetu, kama vile inavyokuwa. Na shekhe naye kashirikiana na hawa
kashirikiana na hawa. Qur'ani inamwambia wazi wazi, Qur'ani inamwambia kwamba bwana we, Allah mwenyewe subhanahu wa ta'ala amewachagua Waajemi kwamba ndio watakokuwa makhalifa akhiri zamani. Huko tunakokwenda, Qur'ani inasema Waajemi ndio watakaokuwa makhalifa, Waajemi ndio watakaokuwa viongozi wa kuiongoza dunia kumwakilisha Allah subhanahu wa ta'ala. Shekhe huyu kasoma haya na yamo ndani ya Qur'ani. Kama hajayakuta basi angalie surati Muhammad aya ya 38 inatamka wazi wazi kwamba Waajemi ndio watu ambao Allah atawafanya makhalifa, na ndio atawafanya waikomboe dunia kutokana na dhulma, na ndio ataifanya kuweka uadilifu. Qur'ani inasema hivi, lakini yeye sasa huyu shekhe anasema hawa si wenzetu. Qur'ani iko mbele yake na kaisoma, na tunajua haya kwa sababu haya Qur'ani anayajua, basi hata yeye anayajua. Lakini anasubutu kusema kwamba Waajemi hawa si wenzetu na wacha yaliyokuta, wala hakuna haja Muislamu kusikitika juu yanayokuta Waajemi. Annasu ala dini khalilihi falyanzuru ahadukum man yukhaliluhu. Mtu hushika tabia za rafiki yake. Huyu shekhe inaonekana kaingia na yeye upande wa Saudia, yuko Saudia, kashashikamana na hawa. Kwa hivyo anashindwa kuambia watu kwamba Wamarekani na Mayahudi hawa si wenzetu kama inavyosema aya. Badili yake anawatangaza kwamba hawa ambao waliochaguliwa na Mwenyezi Mungu na Mtume akathibitisha, akasema hawa wa Iran, hawa Waajemi, hawa ndio Allah kawachagua waje walete uadilifu. Haya yote anajua, lakini anasema wache yawakute Waajemi, wache yawakute, na sisi hakuna haja ya kusikitika, kwa sababu haya ni yao, wao wako kwao na sisi si wenzetu. Unaiona hatari hiyo? Sasa Allah ametulea Allah, na yeye ni mlezi Rabbin nasi, kul a'udhu bi rabbin nasi. Yeye ndio mlezi, na malezi ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio haya. Anamwambia Mtume kwamba wala tardha anka alyahudi wala nasara hata tatabia millatahum. Mtume kafahamu. Ndio maana pale waliposema kwamba sasa basi tuchanganye, sasa sisi tuchukue siku tuabudie katika kwetu, na sisi na nyinyi Muhammad siku fulani tuabudia katika dini yako ya Kiislamu. Mwenyezi Mungu akasema lakum dinukum waliya din. Ndio yale ya malezi yale. Nyinyi na mfumo wenu wa maisha na sisi tuna mfumo wetu wa maisha. Kwa hivyo nyinyi endeleeni hivyo na sisi tunaendelea na yetu. Nayo huu pia ni uhusiano. Hapa mfumo wa uhusiano, anaambiwa waache na mfumo wao na wewe shika mfumo wako. Kwa hivyo na hii pia inazungumza nini? Inazungumza matangamano, maelewano, relationship, mahusiano. Kwa hivyo ukihusiana na wabaya, wale maadui ya wabaya, na wewe ndio watakuwa maadui zako. Na ukishirikiana na wema, ukatangamana na wema, ukafanya mahusiano na watu wema, basi moja kwa moja na wale waliokuwa baya ndio watakuwa maadui zako. Kwa hivyo tunafahamishana na inshallah tunasema wazi kwamba watu waelewe kwamba hawa wa Iran, wa Ajemi, hawa ni wateuli wa Mwenyezi Mungu. Allah amewateua ndani ya Qur'ani surati Muhammadi aya ya 38 kwamba hawa ndio watakaokuja kuleta uadilifu hapa duniani. Hawa ndio watakaokuja kuwasaidia wanyonge kutoka ndani ya mashida. Lakini sasa wale ambao hawakupata malezi ya Mwenyezi Mungu au waliyakataa, hawa lazima watakuwa maadui zao. Na wale ambao waliochukua malezi, wakapata malezi ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakashika ile hikima ya Mtume, annasu ala dini khalilihi, mtu hushika tabia za rafiki yake. Falyanzuru ahadukum, basi angalia kila mmoja wenu, mayuhaliluhu, yupi atashikamana naye kiurafiki. Kwa hivyo mahusiano. Aya hii wala tardha, hii inazungumziana uhusiano, relationship, na vile hii hadithi ya Mtume nayo vile inahusiana mahusiano, relationship. Kwa hivyo tunawaambia watu wote duniani, leo dunia imeharibika
kwa sababu walezi wamenyang'anywa nafasi ya ulezi. Natoa mfano watoto binti wengi sasa hivi wametuharibikia na vijana wametuharibikia kwa sababu walezi wazazi ambao ndio walezi wamenyang'anywa nafasi zao. Mtoto anaweza kuwa amepata mume mzuri tu, binti amechaguliwa mume mzuri tu, ana sifa zote za ubinadamu, lakini sasa anamwambia mwanawe, anamwambia baba au mama, anamwambia mtoto wake, bwana, hapa alikuja mchumba bwana, mchumba huyu 5 salawati, ni mtu mzuri na hivi na hivi, na tumeshamchunguza anafaa kwa hivyo wewe sisi kama walezi wako tunakuchagulia huyu awe mmeo. Anavuta mabega, mimi simtaki, mimi na mtu wangu. Sasa ukimtizama mtu wake hana dini, hata ubinadamu hana, lakini kwa sababu sasa huyu mtoto amekataa ulezi wa wazazi wake, akaenda kule, maafa moja kwa moja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.